Na sasa leo tunapoanza mzunguruko wetu, leo anaonyeshwa kwetu kama mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Sijui kama inawagusa sana nyinyi maneno hayo ya kwamba Yesu ni mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Lakini kwa Yohane, sio Yohane Mbatizaji, hata Yohane Mbatizaji, Yohane aliyeandika Injili, ambaye somo hilo tumechukua katika Injili yake, siku ile ilimgusa sana. Ilimgusa kiasi ambapo yeye katika kusoma katika Injili asema kwamba hata nakumbuka ilikuwa saa 6 mchana nilipomsikia Yohane akisema hivyo. Na baada ya hapo Yesu alipoondoka majini, na sisi, mimi na Andrea, tukaanza kumfuata. Na tulipokuwa tunamfuata, basi tulikuwa tunababaika. Yesu alipogeuka na kusema, unatafuta nini? Unatafuta nani? Tulibabaika, maana mwisho nikisema, basi unaishi wapi? Akasema, basi njoni mkaone. Na wakaenda wakakaa pamoja naye mpaka saa 10. Ndugu zangu, siku ile maneno hayo kwa Yohane yaliweka muhuri, ambapo atatumia muhuri au tamko hili au sifa hili kwa Yesu, ataitumia mara nyingi sana katika Injili yake. Kwa sababu kwa mtu wa Israeli, mwana kondoo alikuwa mnyama ambayo ilikuwa na maana sana katika mazingira yao. Kwa nini? Kwa sababu nakumbuka walipokuwa utumwani Misri, basi Musa alienda mara kadhaa kumwambia Farao aweze kuacha watu wake wa Israeli waondoke. Na Farao, kwa sababu alikuwa naogopa kwamba wakiondoka kwenda kusali huko jangwani watakuwa ni njia ya kukamata na wasiweze tena kuwa na watumwa. Kwa hiyo kila mara alikuwa anakataa. Kwa hiyo alipata yale mapigo 10. Mwishoni sasa ukaja ndio pigo la mwisho. Na pigo la mwisho lilikuwa kwamba wazaliwa wote wa binadamu na wanyama watakufa, ili aweze moyo wa Farao uweze kuogopa na kufunguka. Lakini sasa kitu gani kitafanya watoto wa kwanza wa Israeli na wanyama wake wasife? Mungu akamwambia Musa, basi utamchukua mwanakondoo ambaye haina ila, ni safi kabisa, utamchinja. Na baada ya kumchinja, kwa damu yake utachora katika vizingiti ya milango na kwenye milango damu yake. Na malaika wa Bwana atakapopita, kifo hakitawaingia ninyi. Ninyi mtakuwa watu umeokolewa kwa alama ya hiyo mwana kondoo, damu yake iliyopakwa katika vizingiti vya maisha ya milango yenu. Sasa ikawa hivyo kwamba pigo hilo la mwisho iliwahusu Farao, familia yake na wanyama wake na watoto wake na kila kitu. Sasa Farao alipoona hivyo akasema, basi hapa nimesalimu amri, ondokeni, basi ondokeni haraka, kwa sababu kweli hapo mambo yamekuwa mengi kubwa zaidi. Haiwezekani, hatuwezi kukaa nanyi, ninyi ni hasara, sio faida, ondokeni. Kwa hiyo basi waliondoka. Na kuanzia wakati ule, kila mwaka wa Israeli mpaka sasa, wakati wa Pasaka wanakumbuka jambo hilo la kwamba walitolewa utumwani, na wanachinja mpaka leo. Kondoo analiwa pale usiku ule bila kuvunjwa miguu nini huko mifupa yake, na anachinjwa na wanakula wakiwa wamesimama, wakiwa tayari kuondoka. Sasa waondoki tena wakati ule, kwa sababu wakati huu sasa hawahitaji kuondoka kwenda wapi. Lakini basi wanakumbuka tukio hilo kubwa ambalo lilisababishwa na damu ya yule mwana kondoo aliyechinjwa, na mpaka leo wanafanya hivyo. Ndio Pasaka yao.